Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na wananchi wamehimizwa kushiriki uchaguzi mkuu kwa njia ya amani. Mchakato wa uchaguzi wa papa mpya uanza leo mjini Vatican. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara NBC kuendelea kesho kwa mchezo mmoja wa kiporo kati ya Simba dhidi ya Pamba Jiji. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Maureen Samson nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Boniface Robert atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutaungana naye Lucia Mkono. Na tuanze na habari za kitaifa. Wananchi wamehimizwa kutumia haki yao ya kikatiba kwa kujiandikisha katika daftari la wapiga kura na kushiriki uchaguzi kwa njia ya amani, huku wakitunza utulivu uliopo nchini. Wito huu umetolewa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Latifa Vuai, anaeleza zaidi. Kama ilivyoada, kila baada ya miaka mitano nchi ya Tanzania hufanya uchaguzi mkuu unahusisha uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Huu ni mtaa Kisoko, kata Uchelele, wilayani Nyamagana. Niko hapa kuzungumza na wananchi kufahamu, je, viongozi wa kidini wana mchango gani kuelekea uchaguzi mkuu? Jina langu naitwa Jafet Panga. Viongozi wa dini huwa na mchango mkubwa sana katika kuelekea uchaguzi mkuu wa serikali, kwa sababu kuchochea amani kwa njia tofauti tofauti. Moja ni kuhamasisha watu kutokuchochea ugomvi au vurugu katika nchi yetu, lakini pili kuhamasisha watu kuombea nchi na kuombea amani na utulivu katika nchi yetu. Musa, tunashauriwa kuchagua viongozi walio bora katika taifa letu, waaminifu, maraisi, mabunge, wadumishe Tanzania yetu iendelee kuwa na amani na upendo. Jina naitwa Swaibu Po Mgabo. Kwa upande wangu mimi, mchango wa viongozi wa dini katika kuhakikisha uchaguzi mkuu wa 2025 unafanyika kwa amani ni kutuasa sisi kama waumini wao kushiriki katika uchaguzi na kuchagua viongozi waliokuwa bora kwa manufaa ya taifa. Pia nimepata wasaha wa kuzungumza na Sheikh Othman Bangola kujua yeye ana yapi ya kusema. Jukumu letu viongozi wa dini katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani ni kuwahamasisha wananchi waende wakatekeleze haki yao ya kikatiba. Kwanza kwenda kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura, lakini pili kwenda kupiga kura. Jukumu la pili ambalo ni la msingi zaidi ni kuhakikisha tunazishikilia zile fikra za wananchi ambao kimsingi ndio waumini na ndio wapiga kura, waende wakatekeleze wajibu wao huu ama uhuru wao huu wa kikatiba bila kuathiri haki yao ya kikatiba, bila kuathiri amani na utulivu wa nchi. Tunayasema haya mara kwa mara kwa sababu tunayo historia inaonyesha kwamba kipindi cha nyuma chaguzi nyingi zinakuwa na hali ya vurugu katika nchi za wenzetu. Pia tunaona katika jamii, baadhi ya jamii zetu za Kitanzania, wananchi wanakuwa ni chanzo cha kuvuruga amani, ambao ndio waumini wetu wanakuwa ni chanzo cha kuharibu amani na utulivu wa nchi kwa sababu tu ya swala la uchaguzi. Kwa hivyo jukumu la msingi zaidi la viongozi wa dini kuwahamasisha wananchi wakapiga kura, watekeleze haki yao ya kikatiba, lakini wahakikishe wanatekeleza haki yao hii bila kuathiri amani, bila kuathiri utulivu ambao kimsingi ndio tunu ya taifa letu. Kupiga kura na kuzingatia amani, hao ni moja ya maoni yaliyotolewa na viongozi wa dini pamoja na waumini. Mimi Latifa Vuai, SAUT TV. Shukran sana Latifa Vuai kwa taarifa hiyo. Na sasa tuangazie taarifa nyingine. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Silvini, kata ya Luchelele, jijini Mwanza, wametoa wito kwa jamii nzima kushiriki kikamilifu katika kupinga vitendo vya ukatili vinavyojitokeza katika maeneo yao. Wakizungumza na SAUT TV habari, wananchi hao wamesema kuwa ukimya wa jamii umekuwa kichocheo cha kuendeleza kwa vitendo hivyo ambavyo vinaathiri maisha ya watu wengi, hususan wanawake na watoto. Ripoti yake Sada Ahmadi inaeleza zaidi. Vitendo vya kikatili vimeshamili katika nchi yetu ya Tanzania. Kumekuwa na ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto, wanawake na wanaume kwa ujumla. Leo SAUT TV habari imefika mtaa Nyamalango kufahamu ni kivipi wananchi wanashiriki katika kupinga vitendo vya kikatili katika jamii inayowazunguka. Tumekuwa tukifanya vikao mbalimbali na mwenyekiti pamoja na wananchi baadhi
kuhusu swala la ukatili wa watoto, mabinti na watu mbalimbali. Kuona katika mtaa wangu unaoishi kuna mabinti wananyanyasika sana, wanabakwa, wanafanyiwa ukatili mwingi sana katika hiyo sehemu ninapoishi. Na katika kuona hiyo hali nilidiriki kwenda kwenye uongozi, kwenye dawati la jinsia, na nikaeleza na wakachukua hatua. Kokote nitakapoona watu wananyanyasika, wanafunzi wanapigwa shuleni, wanafanya nini, ni bora sehemu utakapokuwepo au eneo utakapokuwepo, ni bora usaidie na pia uchukue hatua. Lakini kwa upande wake afisa maendeleo wa kata ya Luchelele ameiambia Sauti TV jinsi gani amehamasisha wananchi wa eneo lake katika kupinga vitendo vya kikatili. Tunatoa elimu kama idara ya maendeleo ya jamii. Kazi yetu hasa ni kutoa elimu ya kuzuia na kupinga ukatili dhidi ya wanawake na watoto na jamii kwa ujumla. Lakini katika kupambana na hiyo tunatumia kamati mbalimbali. Kwa mfano tuna kamati ya kata inaitwa Mtakua, kamati ya Mtakua, mkakati wa kupambana na kuzuia ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Kwa hiyo tunatumia kamati hizo ambayo wako kila mtaa, ambayo ndio wanaoripoti matukio hayo na kutoa pia elimu ya kuzuia na kupambana dhidi ya vitendo vya ukatili katika jamii. Kwa tunatumia mikutano ya hadhara, tunaenda kwenye shule mbalimbali, na kila mitaa pia tunakuwa na baraza la watoto ili ya kupambana na vitendo hivyo na hizo kamati za Mtakua. Lakini tunashirikiana na watu mbalimbali, kuna SMAUJATA, na watu tunashirikiana na ustawi wa jamii. Kwa hiyo tunatoa elimu katika jamii, lakini pia tunashughulika kwamba ikitokea mtoto amefanyiwa au mama amefanyiwa, mtu yote amefanyiwa ukatili, tunadili na hiyo kesi mpaka kuhakikisha kwamba wahusika wanachukuliwa hatua za kisheria. Kila mwananchi ana haki ya kupinga na kukemea vitendo vyote vya kikatili katika maeneo yanayomzunguka. Nikiripoti kutoka mtaa Nyamalango, mimi ni Sada Hamadi wa Sauti TV. Asante sana Sada Hamadi kwa taarifa hiyo. Sasa tumulike taarifa nyingine. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti jijini Mwanza wameeleza jinsi ushirikiano wao kwa walimu katika kutekeleza kazi wanazopatiwa kunavyowarahisishia kutimiza majukumu yao kwa wakati. Wakizungumza na Sauti TV Habari, wanafunzi hao wamesema ushirikiano mzuri wa wakufunzi vyuoni imekuwa chachu ya kuimarisha ufanisi wa taaluma zao. Irene Dibanje ameandaa ripoti ifuatayo. Katika ulimwengu wa sasa, ulimwengu wa kidijitali, vijana wengi hususan vijana wa vyuo vikuu wamekuwa na uhuru wa kufanya maamuzi katika nyanja za elimu, hususan katika kufanya marejeleo ya kile ambacho walimu wao wamewaelekeza. Na leo Sauti TV imefika katika Chuo cha Mtakatifu Agustino kutaka kujua, je, wanafunzi hawa wanatoa ushirikiano gani kwa walimu wao? Walimu wetu wanafundisha vizuri, nasi wanafunzi tunawaelewa. Vivyo hivyo tunatoa ushirikiano thabiti kwa kazi wanazozitoa darasani, lakini pia na maswali mbalimbali wanaoweza kuuliza. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo na kwa mfumo huo tunaweza kuwa tumeshirikiana kikamilifu kati ya wanafunzi na walimu. Kwa upande wangu mimi hapa huwa natoa ushirikiano kwa walimu kwa sababu wanapotoa kazi zao wanafuatilia na nazifanya pia. Ila pia ningependa kuzungumzia kwa baadhi ya wanafunzi wengine wanakuwa hawafuatilii hizo kazi kwa sababu ukiangalia kwa na mambo mengi kidogo, mfano unakuta labda hapo kwenye biashara zao. Alafu wengine pia unakuta labda ni dharau tu zile alizokuwa nazo yeye peke yake. Labda unakuta mwalimu anafundisha, yeye yuko nyuma anacheza game. Kiukweli wanafunzi wa chuo wanatoa ushirikiano. Kuna ambao wanatoa ushirikiano na kuna ambao hawatoi ushirikiano kwa walimu wao. Lakini kwa mtazamo wangu, watu ambao nakutana nao sana katika mazingira ya chuo ni wanafunzi ambao wanatoa ushirikiano kwa walimu. Kwa mfano, katika kujibu maswali, kufanya assignment na vitu vingine. Hivi ndivyo wanafunzi wa chuo hiki wanatanabaisha ushirikiano wao kwa walimu. Lakini je, mwalimu anatoa wito gani kuhusiana na hili? Kwanza inategemea na vitu vingi, ikiwemo nature ya wanafunzi wenyewe, uhusiano wao uliokuwepo kati yao na mwalimu husika, mazingira pia kama ni wezeshi na kadhalika. Lakini kimsingi ushirikiano kwa ujumla wake sio mzuri sana kwa sababu nature ya wanafunzi tulionayo wengi huwa hawapendi kujishughulisha.
sio watu wa kuja madarasani. Kwa watu wanapokuwa wanatoa kazi kwa wakati hawazifanyi, kwa hiyo wamekuwa wakiwarudisha nyuma walimu kwa namna moja ama nyingine. Kwa umakini unakosekana kwa upande wa wanafunzi. Kwa hiyo hii inatengeneza uhusiano mbaya sana. Mwalimu anageuka kuwa adui sasa badala ya kuwa rafiki. Mwalimu anaona wewe unamdharau na mwanafunzi anaona kwamba mwalimu unampa wakati mgumu, unafanya maisha yake ya chuo yawe magumu. Lakini kimsingi mwanafunzi wajibu wake ni kuhakikisha kwamba anajifunza, anafuata maelekezo. Akiwa anafanya vizuri hivyo, basi watakuwa vizuri sana na mwalimu husika. Mtazamaji wa SAUT TV, natumaini umepata upembuzi yakinifu kuhusiana na ushirikiano wanaotoa wanafunzi kwa walimu. Irene Dibanje wa SAUT TV. Asante sana Irene Dibanje kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndo inatutamatishia habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na tuendelee na taarifa zetu tukiangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Kutokana na kuongezeka kwa machafuko katika eneo la Darfur, Sudan, zaidi ya wakimbizi 20,000 wamevuka mpaka na kuingia katika nchi ya Chad ndani ya kipindi cha wiki 2 zilizopita, hali iliyotishia kuzidisha mgogoro wa kibinadamu katika eneo hilo, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Kwingineko kimataifa, mchakato wa uchaguzi wa papa mpya umeanza rasmi leo mjini Vatican, ambapo makardinali 133 kutoka nchi 70 wamejifungia katika kanisa la Sistine kwa ajili ya conclave ya siri kumchagua mrithi wa Papa Francis aliyefariki Aprili 21. Kwa undani zaidi wa taarifa hizi za kimataifa, mwanahabari wetu Emmanuel Manonga anasimulia zaidi. Kutokana na mapigano makali ya ndege zisizokuwa na rubani yanaendelea huko Sudani katika mji wa Port, imepelekea ongezeko kubwa la wakimbizi wengi nchini Chad. Shirika la Umoja wa Kimataifa la kuwahudumia wakimbizi duniani UNHCR limesema takribani watu 20,000, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, wamekimbilia kwa wingi nchini Chad katika wiki 2 zilizopita. Ongezeko hili la wakimbizi limeongeza shinikizo kwa rasilimali chache zilizopo na kusababisha kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu kama mchele na mafuta, hali inayoathiri pia wakazi wa Chad. Umoja wa Mataifa umethibitisha kuwa katika muda wa wiki 3 zilizopita, zaidi ya raia 540 wamethibitishwa kuuawa huko Darfur Kaskazini, huko vita kati ya jeshi la Sudani na wanamgambo wa RSF vikiendelea kusababisha maafa makubwa, na kwa sasa vikiwa vimepamba moto katika mji wa Port Sudan. Hata hivyo, mashirika ya kibinadamu yanaonya kwamba juhudi za sasa hazitoshelezi mahitaji ya dharura. Mashambulizi dhidi ya raia Sudani lazima yakome na njia salama lazima ipatikane kwa wale wanaokimbia machafuko. Na huko Marekani, katika mahojiano yake ya kwanza tangu kuondoka madarakani, rais wa zamani wa Marekani Joe Biden alimshutumu Rais Donald Trump kwa kuonyesha udhaifu dhidi ya Urusi katika mzozo wa Ukraini. Akizungumza na BBC, Biden ameeleza kuwa msimamo wa Trump wa kushinikiza Ukraini kukubali kupoteza maeneo yake kwa Urusi ni aina ya kumpa dikteta kile anachokitaka, akionyesha kuwa hatua hiyo haitamzuia Rais Vladimir Putin kuendeleza mashambulizi zaidi. Biden aliongeza kuwa Putin anaamini Ukraini ni sehemu ya Urusi mama, na kwamba yeye anayedhani kuwa Putin atarizika na makubaliano ya ardhi ni mjinga. Alisisitiza kuwa kuruhusu dikteta kuchukua maeneo ya nchi nyingine bila kupingwa kunaweka hatari kwa demokrasia duniani. Katika mahojiano hayo, Biden pia ameeleza wasiwasi wake kuwa msimamo wa Trump unaweza kudhoofisha uaminifu wa Ulaya kwa uongozi wa Marekani. Alisema kuwa viongozi wa Ulaya wanaweza kuanza kujiuliza kama wanaweza kutegemea Marekani, jambo ambalo linaweza kubadilisha historia ya kisasa ya dunia. Biden alitetea msaada aliotoa kwa Ukraine wakati wa utawala wake, ikisema kuwa Marekani ilitoa kila kitu kilichohitajika kusaidia uhuru wa Ukraine. Alikosoa pia mapendekezo ya Trump ya kutaka Marekani ichukue tena mfereji wa Panama, kuifanya Canada kuwa jimbo la 51 na kuchukua Greenland. Na tukihitimisha na Vatican, leo Jumatano ya tarehe 7 Mei 2025,
Mchakato wa uchaguzi wa papa mpya umeanza rasmi mjini Vatican kufuatia kifo cha Papa Francis kilichotokea tarehe 21 ya mwezi wa 4, 2025. Jumla ya makadrinali 133 walio chini ya umri wa miaka 80 wameingia kwenye Sistine Chapel kwa ajili ya uchaguzi huu wa 267 wa kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani. Uchaguzi huu utafanyika kwa siri kubwa, ambapo makadrinali watapiga kura kwa siri hadi kumpata mgombea atakayepata theluthi 2 ya kura zote. Kila siku kura moja itapigwa leo Jumatano, na kuanzia Alhamisi kura 4 zitapigwa kila siku hadi papa mmoja atakapopatikana. Ishara ya moshi mweupe kutoka kwenye bomba la moshi la Sistine Chapel itaonyesha kuwa papa mpya amechaguliwa, wakati moshi mweusi utaonyesha kuwa hakuna uamuzi uliopatikana. Miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa ni pamoja na Kardinali Pietro Parolini wa Italia, ambaye yeye anajulikana kwa msimamo wa kati na uhusiano wa karibu na sera za Papa Francis. Kardinali mwingine ni Luis Antonio Tagle, ambaye anatoka Ufilipino, anayejulikana kama Francis wa Asia kwa msimamo wake wa maendeleo. Kardinali mwingine ni Pier Battista Pizzaballa wa Italia, anayefahamika kwa juhudi zake za mazungumzo ya kidini na msaada kwa wahitaji. Kwa kuwa huu ni uchaguzi wa kwanza wa papa tangu mwaka 2013, na kutokana na tofauti za kimtazamo kati ya makadrinali wa msimamo wa maendeleo na wale wa kihafidhina, uchaguzi huu unatarajiwa kuwa mgumu na wa kihistoria. Matarajio ni kwamba papa mpya atapatikana kati ya Alhamisi na Ijumaa, lakini hakuna uhakika. Shukran sana Emmanuel Manonga kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea Boniface Robert atakuwa hapa kukusomea habari za kibiashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa Sauti TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Boniface Robert. Tuanzie hapa jijini Mwanza. Baadhi ya wafanyabiashara wa simu zilizotumika maarufu kama simu USD katika mtaa wa Silivini jijini Mwanza wamelalamikia changamoto wa uaminifu mdogo wanaokumbana nao wakati wa kuagiza bidhaa, ikiwemo kupokea simu chini ya kiwango na nyingine zenye asili ya wizi, jambo linalokutanisha mara kwa mara na mkwaruzano na vyombo vya dola. Kwingineko katika biashara ya kimataifa, baada ya mvutano muda mrefu kuhusu masuala ya kodi kati ya China na Marekani, mataifa hayo mawili leo yametangaza mpango wa kufanya mazungumzo rasmi yatakayolenga kurekebisha mizani ya kodi katika biashara baina yao. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika Mei 10 hadi 11 nchini Uswisi, ikiwa ni mara ya kwanza kwa pande hizo mbili kukutana hadharani tangu kuzuka kwa vita vya kibiashara vilivyosababisha ongezeko kubwa la ushuru katika miezi ya hivi karibuni. Kwa habari zaidi za biashara, tuungana John Masawe anaeleza zaidi. Tuanzie hapa jijini Mwanza, ambapo baadhi ya wafanyabiashara wa simu zilizotumika maarufu kama simu USD katika mtaa wa Silvini jijini Mwanza wamelalamikia changamoto ya uaminifu mdogo wanayokumbana nayo wakati wa kuagiza bidhaa, ikiwemo kupokea simu chini ya kiwango na nyingine zenye asili ya wizi, jambo ambalo linawakutanisha mara kwa mara na mkwaruzano na vyombo vya dola. Wakizungumza na Sauti TV, baadhi ya wafanyabiashara hao wametaja changamoto ya ubora mdogo wa simu pamoja na simu za wizi ambazo mara nyingine huzinunua kutoka kwa wateja bila kufahamu, kama jambo ambalo limekuwa likirudisha nyuma biashara hiyo. Unaweza ukauza simu ikawa na changamoto ukampa mteja, kwa sababu tunaagiza pisi nyingi, hatutesti zote. Kwa tunaamini simu ni nzuri kutoka kule tunapotumiwa kwa wale madila wetu. Kwa hiyo unapompa mteja pale, mteja anaweza akaiangalia kuta na changamoto akakurudishia. Kwa sababu nyingine kwa changamoto sisi, kwa sababu simu lazima turudishe Dubai ili tuweze kubadilishiwa, tuweze kupewa simu ambayo ina quality. Pia katika kufanya biashara ya top up inakuwa na changamoto, kwa sababu mteja anatuletea tu simu sisi na hatujui na changamoto gani. Kwa hiyo unaweza ukachukua simu ya mteja na ukampa simu yako ambayo iko vizuri, ukakuta simu ya mteja kumbe ni ya wizi au ina changamoto yoyote ambayo ni ya kiusalama ya kupelekea kuingia quarrels na polisi au kuenda kwenye vyombo vya usalama kwenda kufuatiliwa. Hiyo pia ni changamoto kwetu. Changamoto nyingine ni quality ya simu ndani. Unaweza kukuta simu labda imeandikiwa ni 64 GB lakini kumbe imeshachezewa na ma-IT huko nje, kwa sababu simu zote si nyingi za Dubai. Kwa hiyo unakuta simu badala ya kuwa na 64 GB inakuwa labda na GB 25,
32. Hiyo inatuletea sana kwa sisi na wateja wetu. Kwa hiyo ni changamoto kubwa pia kwetu. Mfano hizi simu zinazotoka Dubai imeandikwa storage ya GB 128, unamuuzia mteja, anaenda nayo, anaenda kuikagua vizuri, anakuja kukuambia storage ile umuuzia sio, anakurudishia. Imeletwa tena kwamba bana hii simu Wi-Fi au simu umeuza, simu ya wizi. Hata hivyo, wafanyabiashara hao wanataja mbinu kama kuhakiki vithibitisho vya simu pamoja na taarifa ya mteja kama mbinu ya kujikinga dhidi ya simu za wizi. Katika kukabiliana na changamoto nzima ya simu ambazo hazina usalama au ni simu za wizi, tunahakikisha mteja anatuletea vithibitisho vya simu kwamba ni mali yake, kama boxi, receipt ya simu alipoinunulia, hata kama sio hapa Mwanza au dukani kwetu. Pia tunahakikisha kwamba kama hana vyote hivyo, basi atuachie valid NIDA number, yani namba ya NIDA ambayo ni sahihi, namba yake ya NIDA, atuachie namba zake za simu, kitambulisho chochote ambacho ni kitambulisho halali ya kama leseni au dereva. Hizo tunapiga picha na kuweka katika document zetu kwa usalama wetu sisi binafsi, kwa kuhakikisha usalama wa mteja simu inapoenda, maana simu ya top up ni simu ambayo tunaichukua na baadaye tunaiuza. Kwa usalama wa watu wote ni hayo tu. Kununua simu used, mteja anayetuuzia anatakiwa awe na receipt. Tunazingatia receipt sana. Natoa simu ambazo ni nini, zenye umakini zaidi, ambazo sasa ni safi au ambazo zina ubora zaidi kuliko nini zile zilizozitoa. Ndio hivyo tu. Na hizi simu ambazo zimeibiwa, sasa hapo inabidi tuongee na askari vizuri. Unajua kupata changamoto ya simu iliyoibiwa afu ikafika mikononi mwako, sasa sio wewe ndo mhusika moja kwa moja, japokuwa muda mwingine tunaweka mikononi mwa sheria, lakini ni swala la kuongea na mikono ya sheria na nini na kusuluhisha ile swala. Kwingineko kitaifa, naibu waziri wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi David Kienzile amesema kuwa ujenzi wa reli ya kisasa ya Mbamba Bay Mtwara utasaidia serikali kupunguza uagizaji wa chuma kutoka nje ya nchi, hivyo serikali itahakikisha inaanza ujenzi huo kwa wakati. Kienzile amesema hayo leo hii bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la Bi Agnes Elias, mbunge wa viti maalum, aliyehoji utayari wa serikali kuanza mradi huo wa muda mrefu. Kienzile amesema kuwa serikali ipo katika hatua za mwisho za tathmini ya mpango wa ujenzi huo na kwamba inaendelea na utaratibu wa kumpata mbia atakayeshirikiana na serikali katika ujenzi wa reli hiyo. Katika hatua nyingine, Bi Agnes ameshauri serikali kutekeleza ujenzi wa reli hiyo yenyewe, kwani kusubiria mbia itachukua muda mrefu na kuitaka serikali kumkabidhi mbia kwa ajili ya uendeshaji mara baada ya kukamilisha ujenzi huo. Ikiwa reli hiyo itakamilika, itasaidia katika usafirishaji wa madini mbalimbali ikiwemo yale ya lithium na makaa ya mawe yanayopatikana katika mikoa ya kanda ya kusini mwa Tanzania. Na tumalizie ripoti ya habari za biashara kutoka huko nchini Marekani, ambapo Marekani na China zinatarajiwa kufanya mazungumzo ya biashara yanayolenga kutafuta suluhu ya mvutano wa kibiashara ulioshuhudiwa katika miezi ya hivi karibuni, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mamlaka za pande hizo mbili. Hata hivyo, Beijing imeongeza kuwa haitaondoa msimamo wake na kwamba itaendelea kutetea haki ya watu wake wakati wa mkutano huo utakaowakutanisha mawaziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent na makamu mkuu wa Wizara ya Biashara ya China He Lifeng. Tangu Rais Trump arejee madarakani, ametoza ushuru wa bidhaa za China hadi kufikia 145%, huku China ikijibu kwa ushuru wa 125% kwa bidhaa kutoka Marekani. Wakati hayo yakijiri, kwa mujibu wa shirika la takwimu la Canada, limeripoti kushuka kwa kiwango cha usafirishwaji wa bidhaa kwenda Marekani kwa 6.6%, huku uagizwaji wa bidhaa kutoka Marekani ukishuka kwa 2.9%. Asante sana John Masayo kwa taarifa hizo za biashara. Na mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mpumziko mafupi, tukirudi mwana mchezo wetu Lucia Mkono atakuwa hapa katika habari za michezo. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni Boniface Robert. Ni matumaini yangu mzima wa afya, mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo tulizokuandalia ndani ya SAUT TV. Mimi ni Lucia Mkono. Tuanzie hapa nchini Tanzania. Ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC kuendelea kesho kwa mchezo mmoja wa kipolo kati ya Simba dhidi ya Pamba Jiji FC, huku mashabiki jijini Mwanza wakiipa nafasi ndogo klabu ya Pamba Jiji FC kuibuka na alama 3 katika mchezo huo. Kwingineko, michezo kimataifa, klabu ya Inter Milan imefanikiwa kutinga hatua ya fainali katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya usiku wa jana mara baada ya ushindi wa mabao 4-3 dhidi ya klabu ya Barcelona.
Kwa undani wa taarifa hizi za michezo, mwanamichezo wetu Peter Limo ameandaa ripoti ifuatayo. Mchezo huo utakaopigwa majira ya saa 10 kamili jioni katika dimba la KMC Complex Dar es Salaam, ambapo Pamba Jiji wanauhitaji mchezo huo ili kujiongezea alama zitakazowawezesha kusalia ligi kuu soka Tanzania bara msimu ujao. Mashabiki na wadau wa soka mtaa wa Silivini mkoani Mwanza wameipa nafasi ndogo sana Pamba Jiji kuweza kuibuka na alama 3, huku wakielezea ubora wa Simba na mwendelezo mzuri wa ushindi katika viporo vyake. Kuhusiana na mchezo wa Simba na Pamba, mchezo utakaofanyika siku ya Alhamisi, ni mchezo utakao kuwa ni mgumu sana kwa sababu Pamba tunaona naye ameshaanza kujipata. Alafu na ni mechi za mwisho hizi zinazokuwa na ushindani mkubwa kwa sababu ya sehemu na nafasi zinazokuwa zinawaniwa, lakini mimi natabiri kwamba au naona mchezo utakwenda kuwa upande wa Simba kwa sababu Simba ina team strong, ina uwekezaji mzuri, pia wachezaji professional. Pia ukiona kimataifa wamekuwa wamekifanya vizuri, pia ukiona viporo vyake wamekuwa kivishinda. Binafsi kwa upande wangu naona kama bado ana chance ya kubaki ligi kuu, kwa sababu ukiangalia mchezo ambao anabaki nazo, mchezo ambao wa Simba ana game nyingine ambazo anaweza akapata angalau sare. Alafu pia pointi ambazo anazo Pamba ni pointi za pointi kama 27. Maana yake wale pointi kama 3 afishe pointi 30 ambazo hazo kushuka daraja. Kwa hivyo ukiangalia ambao wako chini yake pia wana game ngumu zinazokuja. Ukiangalia Prisons, ukiangalia mtu kama Geita ambaye tayari ameshuka, mtu kama Kagera Sugar. Kuhusu game zidi ya Simba na Pamba, mchezo wa Alhamisi naona itakuwa ni game ngumu zidi ya Pamba kwa sababu Simba ni timu nzuri na ipo katika level kubwa ukilinganisha na Pamba. Na ukiangalia mwenendo wa Pamba toka waje kwenye ligi kidogo, ushindi wao wamekuwa wakipata mara nyingi wakiwa mechi za nyumbani, kuliko Simba anakuwa nyumbani anacheza vizuri, anapata ushindi, na ugenini pia imekuwa vivyo hivyo. Kwa hiyo naona kama itakuwa ni nafasi ndogo kwa upande wa Pamba kushinda ukilinganisha na Simba Sports Club. Mchezo wa raundi ya kwanza uliopigwa katika dimba la CCM Kirumba, Simba iliweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0 mnamo Novemba 22 mwaka 2024. Kwingineko, bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara imethibitisha kuwa mchezo kati ya KMC dhidi ya Simba sasa utachezwa katika uwanja wa KMC Complex, ambapo awali ulipangwa kufanyika katika dimba la Ali Hassan Mwinyi mkoani Tabora. Hayo yamethibitishwa na katibu mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo alipothibitisha kupokea maombi kutoka kwa klabu ya KMC kuomba mchezo huo kurejeshwa uwanja wao wa nyumbani kwa heshima ya Simba kufika fainali kombe la shirikisho Afrika. Na taarifa nyingine, timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes imetupwa nje kwenye fainali za mataifa ya Afrika chini ya umri wa miaka 20 AFCON yanayofanyika huko nchini Misri mara baada ya kupokea kipigo cha bao 1-0 dhidi ya Chipolopolo Zambia hapo jana. Ngorongoro Heroes inatarajiwa kushuka tena dimbani kwenye mchezo wa kukamilisha ratiba dhidi ya wenyeji Misri tarehe 9 siku ya Ijumaa majira ya saa 3 usiku katika dimba la Suez nchini Misri. Na kimataifa, Inter Milan inatangulia hatua ya fainali mara baada ya ushindi wa jumla mabao 7-6 dhidi ya Barcelona, ambapo mchezo wa awali timu hizo zilitoka sare ya mabao 3-3, na usiku wa jana katika dimba la Giuseppe Meazza Inter Milan wakaibuka na ushindi wa mabao 4-3. Inter Milan sasa wanasubiri mshindi atakayepatikana kati ya mchezo wa PSG dhidi ya Arsenal, mchezo utakaopigwa katika dimba la Saint de Paris Ufaransa, na fainali itapigwa katika dimba la Allianz Arena nchini Ujerumani Mei 31. Asante sana mwanamichezo wetu Peter Limo kwa taarifa hiyo. Hadi kufika hapo sina la ziada katika michezo kwa siku hii ya leo. Mimi ni Lucia Mkono, na sasa nirudishe kijiti hiki kwake Maureen Samson kwa kutamatisha taarifa ya habari kwa siku hii ya leo. Asante sana Lucia Mkono kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Wananchi wamehimizwa kushiriki uchaguzi mkuu kwa njia ya amani. Mchakato wa uchaguzi wa papa mpya waanza leo mjini Vatican. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara NBC kuendelea kesho kwa mchezo mmoja wa kiporo kati ya Simba
dhidi ya Pamba Jiji. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa ya habari, jina langu ni Maureen Samson. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na usiku mwema.